Jina la Bwana libarikiwe. Mimi kwa jina ninaitwa Mchungaji Anselm William. Nataka tujifunze somo ambalo linahusu ufalme wa Mungu. Ama unaweza ukajiuliza swali ya kwamba Mungu yuko wapi? Alipo Mungu ndipo ufalme wa Mungu ulipo. Ufalme wa Mungu ulipo ndipo na Mungu alipo. Nataka tujifunze hili somo ambalo lina kichwa cha somo kinachosema ufalme wa Mungu, ama Mungu yuko wapi? Ama Mungu yuko wapi? Naomba tuangalie kwenye Biblia yako kitabu kile cha Luka 17:20-21. Na alipoulizwa na Mafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini? Aliwajibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuuchunguza, wala hawatasema tazama upo huku au kule, kwa maana tazama ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Hakuna mtu ambaye anaweza kukupa wewe kitu ambacho ili ukipate lazima ukigundue wewe mwenyewe ya kwamba kiko ndani yako. Kitu kilicho ndani yako hakuna mtu ambaye anaweza kukufanya wewe ukigundue au ukijue au ukione ila wewe mwenyewe. Tunapozungumzia ufalme wa Mungu, Biblia inatuambia kwenye Luka 17:20-21 ya kwamba ufalme wa Mungu hauko mbinguni. Ufalme wa Mungu hauko popote, bali ufalme wa Mungu unapatikana ndani yako. Ufalme wa Mungu uko ndani yako. Ili wewe ugundue ya kwamba ufalme wa Mungu uko ndani yako au Mungu yuko ndani yako, lazima wewe mwenyewe ugundue. Kwa sababu ufalme wa Mungu haupo kwa nabii, haupo kwa mchungaji, haupo kwa askofu. Ufalme wa Mungu haupo kwa kiongozi wako wa ibada. Ufalme wa Mungu uko ndani yako wewe mwenyewe, na anayetakiwa kuugundua huo ufalme wa Mungu ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo mtu mwingine anaweza akatumika kukufunua tu wewe, kukushtua tu wewe, kukukumbusha tu wewe, lakini anayetakiwa kufahamu matokeo ya ufalme wa Mungu yako ndani ya mtu. Ufalme wa Mungu hauko angani. Basi kama ungekuwa angani ufalme wa Mungu, ndege wangekuwa wa kwanza kuupata ufalme wa Mungu. Mungu hayupo angani. Angekuwa angani, ndege wangekuwa wa kwanza kumpata Mungu au kumuona Mungu. Ufalme wa Mungu hauko baharini. Ungekuwa baharini ufalme wa Mungu, samaki wangekuwa wa kwanza kuupata ufalme wa Mungu na uzima wa milele. Mungu angekuwa baharini tu, ndege, samaki wangekuwa wa kwanza kumpata Mungu. Ufalme wa Mungu ungekuwa eneo lolote au ungekuwa mbinguni, basi ufalme wa Mungu ungekuwa mbinguni, basi viongozi wa dini au watu wanaosoma sana mambo ya theology wangekuwa wa kwanza kuupata. Lakini ufalme wa Mungu uko wapi? Ufalme wa Mungu uko wapi? Mungu yuko wapi? Mungu yupo kila mahali. Mungu yuko ndani yako. Funua jiwe, utamkuta Mungu. Pasua mbao katikati ya mti, Mungu utamkuta. Inua jiwe, Mungu utamkuta. Ufalme wa Mungu uko ndani ya mtu. Mungu ameumba mbingu. Kama ulikuwa unafikiri Mungu anaishi mbinguni, hapo hapo ulipo Mungu yupo. Mbinguni yupo, duniani yupo, chini ya nchi yupo, popote yupo. Lakini unamuonea kutokea ndani yako. Kama ingelikuwa ya kwamba Mungu anakaa tu mbinguni, basi hapa tulipo hakuna Mungu, hadi Mungu apige mbawa zake atoke mbinguni aje duniani ndio akukutane na wewe. Mungu hayuko hivyo. Ufalme wa Mungu uko ndani yako. Ulipo wewe ndipo Mungu yupo. Ndipo ufalme wa Mungu upo. Kwamba Mungu anaishi tu mbinguni, ina maana Mungu ameziumba mbingu, alafu yeye aishi kwenye kitu alichokiumba. Kama tunasema Mungu anakaa mbinguni, ina maana hapa duniani hayupo. Na Mungu huyu ina maana anakaa katika kitu alichokiumba yeye ambazo ni mbingu.
Mungu akae ndani ya kitu alichokiumba yeye? Mungu makao yake ni ndani ya mtu. Na ili upate ufalme wa Mungu ambao ni uzima wa milele, unahitajika uugundue wewe mwenyewe uko ndani yako. Wewe mwenyewe uugundue uko ndani yako. Wewe mwenyewe uone ndani yako, ujigundue, ujifahamu wewe ni nani na una uwezo gani ambao umekirimiwa na Mungu ndani yako. Ni kiasi cha wewe tu kujitambua. Yesu alikuja kututoa huu ujinga ambao tulikuwa nao, kwamba ili tumuone Mungu lazima twende kanisani, ili tumuone Mungu lazima twende milimani, ili tumuone Mungu lazima tufanye hivi. Lakini Mungu uko naye hapo hapo. Yeye yuko mahali pote. Kwa wakati mmoja yuko mbinguni, kwa wakati mmoja yuko duniani, na yuko sehemu zote. Tofauti na viumbe, malaika wako tu mbinguni. Wakitaka kuja duniani lazima watumwe waje duniani. Shetani mwenyewe yuko tu kwenye makao yake huko alikotupwa, hayuko kila mahali. Akitaka kufika mahali lazima apige mbawa zake, asafiri aende kule, lakini haimuhitaji Mungu kusafiri kwenda sehemu yoyote, kwa sababu Mungu yuko mahali pote, yuko ndani yako. Ulipo wewe, ndani yako Mungu yupo. Ndipo ufalme wa Mungu upo. Kwa ili uingie mbinguni, jitazame wewe mwenyewe, jitathmini wewe mwenyewe, jiangalie wewe mwenyewe ili umuone Mungu. Mungu yuko ndani yako. Ufalme wake uko ndani ya mtu. Ni kiasi cha wewe kujitambua tu kwamba hizi njia zangu ninazoenda sio sahihi. Huku ninakoenda mimi ninamkosea Mungu. Jitambue, tubu. Ukitubu na kuungama na kumpokea Yesu, ufalme wa Mungu ulio ndani yako utakuwa dhahiri. Ufalme wa Mungu ulio ndani yako utadhihirika. Ufalme wa Mungu ulio ndani yako utakuwa wazi na utauona ufalme wa Mungu tokea ndani yako. Utaona Mungu akitenda kutokea ndani yako. Utaona chochote utakachofanya Mungu anafanya, chochote utakachosema Mungu ndio anasema. Wewe ukitembea Mungu anatembea, wewe ukisimama Mungu anasimama, wewe ukifanya kitu Mungu anafanya. Huyo ni mtu ambaye ufalme wa Mungu ameugundua na umeshadhihirika ndani yake. Kwa ili wewe sasa udhihirike, ili ufalme wa Mungu udhihirike ndani yako, wewe unatakiwa ujitambue. Wewe unatakiwa uchukue hatua. Wewe unatakiwa ufanye kitu. Hakuna mtu atakayefanya kitu kwa niaba yako. Yaani swala la kuokoka, Yesu alishamaliza wokovu. Yesu hawezi kuja kukuokoa sasa hivi. Sasa hivi unatakiwa mwenyewe uchukue hatua, kwa sababu wokovu ulishakamilika. Chukua hatua ya kuamini. Usije ukamwita Yesu, Yesu niokoe. Yesu akuokoe wapi? Wewe mwenyewe amua kumpokea Yesu, utaokoka. Wewe amua kumkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako. Ufalme wa Mungu uko ndani yako. Usianze kumwita Mungu niokoe, niokoe, niokoe. Wewe unatakiwa umwamini Yesu. Wokovu ulishakamilika. Uzima wa milele upo. Ni wewe tu kuuchukua kutoka ndani yako. Kudownload, kuupokea tu kutoka ndani yako. Kwa maana tayari upo. Huwezi ukapata kitu kipya, kwa sababu hakuna kitu kipya zaidi ya kile ambacho kiko ndani yako. Ndio maana alipokuwa anasema na Mafarisayo, anasema habari za walipokuwa wanauliza habari za ufalme wa Mungu, wanasema ufalme wa Mungu hauji kwa kutazama tazama. Sio kwamba uko angani sasa unaomba sasa ufalme wa Mungu uje, njoo ufalme wa Mungu uje. Kutoka wapi? Kitu kiko ndani yako. Unacho wewe, ni kuamua tu wewe, ni kukubali tu wewe, ni wewe tu mwenyewe kuchukua hatua. Wala ufalme wa Mungu haupo kwenye majengo ya ibada kule kanisani unakoenda kule. Hakuna ufalme wa Mungu. Kazini unakoenda hakuna ufalme wa Mungu. Sio kwamba hapa nyumbani hayupo Mungu, nyumbani kwako hayupo Mungu, ukienda sehemu fulani ndio Mungu yupo. Mungu yupo ndani yako. Mungu haishi kwenye vitu alivyovifanya yeye. Amen. Na tunavyosema ufalme wa Mungu uko ndani yako, ni kwa sababu yeye Mungu anakaa ndani ya Yesu. Na Yesu akiwa ndani yako, huo ni ufalme wa Mungu tayari uko ndani yako. Kwa ili Yesu awe ndani yako, tubu, ungama, okoka, mpokee Yesu awe ndani yako. Akiwa ndani yako tayari huo ni ufalme wa Mungu. Wewe umtaki Yesu afu unataka ufalme wa Mungu, utaukutia wapi? Nenda baharini haukuti, nenda mbinguni haukuti, nenda chini ya mito haukuti, nenda kuzimu haukuti, nenda popote haukuti. Upo ndani yako na utaupata ukimpokea Yesu tu, kwa sababu unatembea nao. Hata nyumbani kwako ukiwa umelala, ufalme wa Mungu uko nao pale pale. Yuko pale pale Mungu. Yuko pamoja nawe pale pale Mungu. Kwa unapoangalia sasa mifumo hii ambayo tunaielezea ya mtu kuupata ufalme wa Mungu, ya kwamba mtu hata urithi ufalme wa Mungu asipomwamini Yesu
au asipozaliwa mara ya pili. Kule kujitambua wewe ndio unazaliwa mara ya pili. Kujitambua kwamba mimi ni mwenye dhambi. Jitambue kwamba mimi mwenye dhambi. Usijihukumu kwamba wewe ni mwenye dhambi, bali jitambue, nyenyekea na kubali. Jijue kwamba wewe ni mwenye dhambi. Tayari hapo ufalme wa Mungu umeshaupata. Ukishajijua kwamba wewe ni mwenye dhambi, chukua hatua ya kumpokea Yesu. Chukua hatua ya kutubu na kumpokea Yesu. Tayari pale umeupata ufalme wa Mungu kwa kujitambua tu wewe mwenyewe. Shalom, shalom. Mungu awabariki. Amen.